ni ya muhimu sana. Siku zote adui akitaka kumalize lazima akutenge mbali na msaada. Ndio maana lazima aanze kukutenganisha kwanza na watu wako wa karibu, ili atakapoanza kukuadhibu asiwepo mtu wa kufanyaje, wa kukusaidia. Atakugombanisha nao, atakutenganisha nao, atakufanya ufarakane nao, utengane nao, atakufanya uone kama unaweza bila wao, atakufanya uone kumhitaji mtu wote au msaada wa mtu yote yule, ili atakapokuwa na kushughulikia akushughulikie vizuri ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu alisema kwamba mkiwa wamoja dunia itaamini kwamba mimi ndiye niliyowatuma. Kumbe kanisa la Kristo, kanisa la Mungu, lazima tuwe kitu kimoja. Watumishi wa Mungu, kwa maana viongozi wetu wa kiroho pamoja na waamini au washirika, lazima tuwe kitu kimoja. Inapotokea pengine viongozi wa kiroho na washirika tunakuwa tunagombana, inakuwa ni tatizo. Inapotokea viongozi kwa viongozi wanagombana au washirika kwa washirika wanagombana, inakuwa ni tatizo, sio kitu cha kawaida. Yaani usichukulie kama ni kitu cha kawaida. Tambua kabisa kwamba shetani yupo kazini kutaka kuwafarakanisha ili awatenganishe, ili aweze kuwashambulia, kwa sababu anajua mkiwa na umoja mnatengeneza nguvu ambayo yeye hawezi kuizuia. Tukiangalia kwa habari ya waliokuwa wamekusudia kujenga mnara wa Babeli, tunaonyeshwa kwamba walikuwa wamewaza tu wajenge huo mnara wa Babeli, lakini Mungu kutoka mbinguni aliyejua mawazo yao, akaona nia yao, akasema hawa watu kwa sababu ya nia yao watafanikiwa na hakuna mtu atakayewazuia. Hiyo ni nguvu ya umoja na kujitoa. Kumbe umoja una nguvu ya ajabu sana, na ndio maana wanasema kwamba wingi si lolote, ila umoja ndio kila kitu. Kwa ni bora mkawa wawili wenye umoja kuliko kuwa maelfu ambao mnagombana ninyi kwa ninyi, mnafitiniana ninyi kwa ninyi, mnakorofishana, mnazushiana uongo ninyi kwa ninyi. Ni bora mkawa wachache ambao mna umoja kuliko kwa sababu mkiwa wachache wenye umoja mnaweza mkatengeneza matokeo makubwa sana ya tena ya kushangaza. Kama Mungu mwenyewe alisema kwamba hawa watu nisipowatawanyisha watatimiza, watafanikiwa, hakuna atakayewazuia. Hiyo ni nguvu ya umoja. Kwa hiyo kuna wakati unaweza katokea labda mtumishi wa Mungu, mchungaji wa kanisa fulani na mchungaji wa kanisa fulani, au kwenye kanisa hilo ikawa ni mchungaji na miongoni mwa washirika ambao kwa sababu ya umoja wao na ukaribu wao kuna nguvu kubwa ambao wanaigenerate, ambao inakuwa ni tishio kwenye ufalme wa giza. Kwa hiyo adui anachokifanya ni kuwagombanisha hao watu, wafarakane, wapishane kwa mawazo au kwa namna yote ile, ili mradi watengane ili ile nguvu ambayo ilikuwa inazalishwa isiweze kuzalishwa.